Ndio inaitwa Kuna sketch za hizi nationali za vitendo katika watu ndio kushiriki kufuata. Enda nje. Sasa ndio kuchunga na jambo la Espoir. Ndio kwa direct. Habari yenu. Habari kama na siku nyingi sana mko mnasubiria mjue kinachoendelea na kitu gani. Si. Lakini leo nikuja tu kuwaonyesha mbele yenu. Kizani nilikuwa niliwatumia vice president kwanza mbele ya mimi nchi. Sijui kama mlikuwaga eko au mkuwaga. Sasa ujumbe wenye aliwapatia palikuwa panalaki matatizo mengi nikizani mliasikia. Kwenye alikuwa amejitokeza eti ni wa president wa Espoir, ila na wenyewe ni wa member wa Espoir, lakini palikuwa tu panaiki kutokuelewana kidogo. Nadhani federation imekamata decision, imeamua kama president wa Espoir ni mimi na viongozi wenye tuko nao pamoja ndio tutakupeleka Espoir. Espoir ni tunataka kuanza kazi. Lakini wiki ijayo ndio tutafanya mazoezi pamoja na wengine wote kufikiri. Na wakocha tuwalete wa presenter. Ndio nitaka kuja tu kuhakikishia kama tutataka kuanza kazi. Na tutakuwa tayari ya kufanya kazi na sisi. Iko ndio. Tukusanye tumefisho kwa Espoir ya akademia ya watoto na nini wakubwa, yaani wale watoto wao unaona mfano kwa nini kwa kusema wafikirie kwa jumuiya. Watakuwa wanacheza wanafanya nguvu yao ni ajili na wenyewe kesho wafike hapa kumwenda. Na mwe kwa kusema mko hapa juu kubakia hapa. Mko hapo juu tufike zile ngazi kubwa. Tuwajulisha vizuri mwa hii wiki yenye tumeamua na viongozi tukishafanya mkutano na wale wa viongozi wengine tutawaitisha na wao ili tusikie maoni yao kama wanaweza kusaidizana. Lakini kwa hivi sasa mpya mwenye ameingia mkanani komite ile iliyokutwa tangia mwaka jana ni Captain Fuadia. Captain Fuadia ni kizani kama wasiomjua alikuwa captain wa timu ya taifa, chezea timu ya taifa sana. Huyu ndio atakuwa coordinator wenu nyinyi wote. Tulipa na vitu yenye tunataka kupanga vipya, sio kwa ile wakati tupako watu ndio watakuja mshukuru msori kuja kuwatazama. Kuja kutazama jinsi tunafanya kazi tutakayofanya. Ndio maana wani mwaitisha leo tukutane hapa kwa mzee wetu Chanyeyo Soda, lakini mjitayarishe kama kwa hiyo wiki mtapewa ujumbe nyinyi wote watoto kwa wakubwa wa kupresenter kitu yote kamili tukishaona na wengine. Tuambie kama kazi hii tunaanza na tutatumika tekniki fulani, program fulani, vice president fulani. Mtakayosikia pembeni yote msiconsidere vitu yenye sheria inafuata ya mpira kwenye federation nationale. Ilikuwa ni wakati wa kuwashiria kuwajulisha kama bientôt tutakuwa tunakutana hivi. Tutafuta manguo yenye tutakuwa tunavaa sisi wote tunafanana. Wakati tunakuja kufanya mazoezi sisi wote tutakuwa tunavaa nguo za kufanana. Na wakati tutakuwa tunakutana tutafanya nguvu ili tutaweza hata wakati wa kukutana hata nguo za mjini zitakuwa zinapatikana shamba. Sasa ni mweche kitabakia ni kazi kweli. Kwa watoto vile wote wanarevewa kuwe kesho wachezaji wakubwa. Bali Wacha vitu vya ubandi. Unajua vijana wengi sana sio wale wazao moyo wakubwa mshaendekeza pombe, ulevi kila siku, bangi huko. Usizani kama utatoka hapo kitu. Sisi wote tulipita mwa hivyo.
lakini pako wenye walikuwa wanatushinda mpira sana hawakuendeleaga ajili ya hicho kitu. Sasa nafaa muoneshe mfano mzuri kwa wadogo zenu. Mpira unaendana na masomo, na programu zote tutazipanga parapora wenye masomo yao gisi yako. Entraînement itakuwa baze maher ni siku za masomo za nani juu kila kitu. Wakati itawabidi mwe wakubwa mmefanya kazi zenu kwa kusema mmiliki kazi zenu na mwe na masomo, sio mpira tu. Na ukiwa mwenye kufuata masomo na unacheza mpira, utaepukana na ulevi, utaepukana na mabangi. Ndipo kwa kitu chake kinakunani kinakuconcentrate kwa kusema ufanye hiyo kazi yako. Na unajitaga wa homeboy wa nani sijui nini. Unajiona kama wenyewe ndio vijana wazuri mjini kushinda wengine, na wote utaingia ndani. Alafu kesho unakutana familia ilitegemea haikutoka hiyo kitu. Sisi leo ndio tunakuwa tunasaidia familia zetu. Kama wazazi wetu walitulea wakatusomesha, na ajira wanataka kesho tukue kitu fulani. Na nyinyi hivyo hivyo wazazi wenu wanawategemea kesho mwe kitu fulani. Sasa kwa kusema mkuu hicho kitu, mtu mjaribu kutusikiliza na mjaribu kutufuata. Juu na sisi tulikuwa nafasi yenu gisi mko. Kesho na mimi naweza kawa kitu. Utakuwa na makwenu, utakuwa na magari yenu mnatembelea, akitaki au jakipate huko kitafuta. Na kuna mtaka kutafutia hiyo mwenyewe. Na naomba mfano wadogo zenu. Ndio nilikuwa nataka kuambia leo. President kwa ndio ataongezea na kwa technique. Alafu kwa programu ya kushauriana na makocha, president atakuja kuambia programu ya siku gani na tutaweza kuijua mwezi inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Nafikiri mambo mengi kiongozi ashayasema, ila kitu mimi naweza kusimamia kwenu. Hapa bado hatujaanza kazi, lakini tukishaanza kazi kuna mambo mengi yenye mtaona labda wanaweza kuwa ni mageni kwenu kwa moyo wote. Sisi tu mimi niko naongelea wakubwa. Unajua watu wote tumechezaga mpira wa barabarani. Sawa. Tuchezaga mpira wa barabarani ni tofauti na mpira wa objectif. Mpira wa barabarani uko libre, hakuna mtu atakulaumu. Kwa sababu unajifurahisha, unacheza ujifurahishe. Wenye umeona kwenye TV unataka kwenda kufanya, wewe mradi tu utoke useme bana fulani nimemchenga gesi mimi nataka. Lakini kama mnaona inaenda kuwa kazi, iko na objectif, kuna linye yenye unapaswa kutembelea ili ufike kwenye malengo. President amesema mengi. Bangi, levi, sio hayo tu yanaweza kutuma unaharibisha kariera yako. Ni mengi sana. Kariera ya football naweza nikawaambia kuanzia leo mjue kama football ni kazi ngumu. Kazi ngumu sana sana, naweza nikawaambia kama ni kazi ngumu sana. Ule mwanaipenda football ni kazi rahisi kwa sababu kila ukienda uwanjani unaendaga uko na kazi yenyewe ya kitu chenye upendo. Naomba mnifuate. Unaenda kucheza mpira. Kuna watu wanaenda kucheza mpira objectif yake anataka kesho acheze Premier Division ya Burundi. Ndio objectif ya kwanza. Ukitaka kujulikana inakuomba nguvu. Nakuomba nguvu sana. Wote hapa nafikiri mko wadogo. Hamwezi, kuna historia zenye hamwezi kujua. Lakini iko siku mtazijua. Mnamwona president hapa. Wote mmezaliwa nyuma mnamsikia jina. Si kweli? Lakini akikwambia parcours yake c'est très difficile mtu aweze kuifika hiyo. Sio kila jeune anaweza kuifika hiyo. Kwa sababu ni parcours imemuomba atoe damu. Amesufiri, ametumika, ameteseka. Ndio football. Lazima utafika hapo unataka kufika. Surtout watu wengi wanashindwa kufika kwa sababu ya kuogopa kusufiri. Kuogopa kuteseka. Kumaanisha kuteseka, simaanishi kuteseka eti wa kupigika wala ninao. Moyo kutumika ufike pale unataka kufika. Ndio pamoja.
kesho kutwa tunaweza tukafanikisha, tukatembea, tukafika nafasi pe panahitajika. Sasa pawe sheria zingine, mazoezi yawe mengi. Nimeshanisikia kupata rigeri, kumwambia kitu cha rigeri anaona kama unaanza kumletea, lakini mjue kama football hakuna hata siku moja watu wanaongea vizuri. Mtu ukiona na kupigia kelele sika umefanya kitu chenye hakiwezekani. Kitu kingine naweza nikaomba ni kimoja, ndugu zangu. Football cha kwanza ni kuwa na objective. Ujue che unataka. Kama unakuja kucheza kujifurahisha, bora uache kucheza. Unaenda kucheza barabarani, lakini ukiona ekipe, unavaa ekipe maza, ekipe mkuu ensemble, sasa ishakuwa kazi. Ishakuwa ni kitu kingine, si ndio? Discipline ndio kitu cha kwanza, ndio bazi ya kila kitu. Hata ujue mpira wa kupindukia, kama una discipline hauwezi kufika mkitu. Na kitu kingine ni travail. Lazima mkubali kutumika. Kama mnataka kucheza football, lazima ukubali. Alafu mambo mengine, mko na bahati mwe mnapata watu wanawankadre, watu wenye wako na uwezo wa kuweza kuona mbali, kuelekeza penye unaweza kuwa kuangalia kia sisi. Tunaomba tunaelewe kama mtu hapa iko na objective yake. Na Mungu wetu hapo anataka sisi tukasiri mbali. Sasa tutaanza kazi inshallah. Nafikiri mtaenda mnaona mambo mengine mapya ambayo nafikiri mmekuwa labda mjayaona. Hatukuja kuleta blog, tunakuja kufanya kazi ya userie tupate resulta. Sawa? Naombeni muwe tayari. Mjitie mkichwa kama tunaenda kufanya kazi yenye iko na inapaswa kupana matunda. Mwenye anajisikia kabisa kama haiko tayari hawezi, bora tafute njia nyingine tu. Lakini hapa tukianza kazi ni kazi. Sawa? Sawa, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tume vice president alikuwa huku, nimeonana naye, tukazungumza naye, nikasema materiali zote zinahitajika, kila kitu kinahitajika mkizungumzia. Kwa hiyo nilikwambia president hayuko huko Uganda umsekafa, lakini muda wote Mungu atumjalia karudi. Alirudi. Baada ya kurudi pako vitu vingine ambavyo wenyewe sio vinaandaliwa, pako vile vishafika na wenyewe hajafika, lakini kitu nawaombeni tu, mmeshasikia ule mtu ambaye atakuwa hana uwezo, hajui objective ambaye yenyewe inamsababisha kusema acheze mpira, kumbe afadhali atoke mapema. Juu sio mchezo, mpira ni kazi. Sawa? Kwa hiyo espoir ni moja, unataka kuja kuna nini mu espoir, aje anajua kama anakuja kufanya kazi. Na objective espoir ni kutaka sisi tunasonga mbele, hatutaki kurudi nyuma. Wakishaanza tumeshasema kani academy espoir, ni academy espoir inapanda kwa sababu kuna watu wenyewe wanatoka chini na wanapanda. Itakuwa ni rahisi kusoma kwa dunia watu ni mfla. Kwa hiyo narudia kwenu weye ndo hao ni watu wazima. Hao ni watu wazima. Hao wanapolisha jua chenye wanataka ni kitu gani. Ni atakichezea ni hali yake. Lakini nyinyi nataka mjue na wengine wenye wakufuja kama mwe pako programu itakuwa sana mwenye mtashirikiwa sana. Itatokana na directeur technique wenu. Juu hatutachukua mtu para mtu mwanajaliwa amezaliwa kucheza mpira. Na mtu unapaswa kumfunza kucheza mpira. Ila kila mtu anaweza kucheza mpira. Mkijituma tu kila mtu anaweza kucheza mpira. Na msizarau mpira. Wajua wazazi wa zamani walikuwa wanadharau mpira, wanasema mtoto mwenda kucheza mpira ni mtoto wa barabarani nini. Najiri wengi walikuwa wanaenda kucheza mpira wanakuwa wanasahau masomo. Wote mnasoma. Wote mnasoma. Mjue kama Espoir Academy apata chezaga mchezaji mwenye asoma.
ni asomi hana nafasi, lakini mjue kama mtu kivyake wote, lakini kila mtu anapaswa kutafuta. Maana yake nini? Bata wenye wakocha wenu atawapa, ujioneshe kumshinda mwenzako. Timu atakuja mtu anamchagua ule na achukua moyo wote. Serikali kora mwenzako amechagua. Baada ya hapo sasa na penalty, tupige penalty 5-5. Hapo unaweza kufunga moja. Sema na wewe kesho ni wewe kutojiteshindwa. Wakusema ni viweze kufanya nini? Na kazi inaanzia kwenu. Ndio maana wale watu waambia hiyo kazi. Barani tunaweza kama unaweza kupiga chenga kama sisi tuko pamoja na mwe kesho so 20 hapo. Na wengine leo sasa moki na mshindane mwenzako bahati yenye nafasi yangu mimi tapila ukuagiwa wakikuja Juma ili kucheza kushinda vya bon chance toda leo zile na tungoja ni yeko na hii inatungoja ni yeko himu kushinda hizi zote kila kitu nimeka maishi hapo kwa ndio tutafika hizo akatembea sio kwa lao ndio nikitaka kwenda kazi mimi nakwenda ni zile ya huyu mmoja hivi miguu chini. Kwanza Mungu na bahati kama miaka ya niko usini tutaanza saison prochaine kila mpapa atakuwa na masaki tutakuwa na si hatu kuifanya hivi mwenda niko sure certain na naamini wewe kuna hakika basi inahitaji nyingi wengine wasiokuwa iko mwenye na bahati yake technique bali mbele ya mimi kupasha kutia adabu ni nani hata wewe una nafasi kwa timu jua mpira kisu na lakini deki hauna adabu heshimi kazi yako au lakini ndana nitafuta kama mpende makosa. Tabora anafanya kosa. Tabora makosa. Na kujaga kwa hiyo unashikanaga na muonaga mchezaji anafanya kimia kwenda kumsaidia. Mapenzi. Mwenzake anafanya kosa. Ungenipa mimi baba. Kama mapenzi kati yenu. Mwenzako anafanya kosa lionyeshe kama ile kosa sio muone. Ulifanya makosa ulifanya vitu kwa tekelezi. Para wengine sishaki. Kwa anza kusoma. Unanishinda nini wewe? Na wewe hata anaweza kushauri. Maisha mwe atakusikiliza. Mimi na wao hiyo soda usambaratika. Semaine prochaine tuko busy kutafuta wako na kula. Ya walimu kujulisha position yetu itakuwa. Basi kaneno kwa kuongeza, kaneno kwa kuniuliza watajika wadogo kwa jele hata nakosa wako anacheza botina anacheza na wengine anacheza sawa akiongea kama akasema tangu tegemea leo saa kwa si ya kwetu kwa tunakuwa tukwambia si tunakosa baba tunakosa tunaga sasa salama bora meka mingi acheza nafasi gani leo hapo leo ya kwa maza shaga basi yani huyu ana kwenye ataka apate maga umia wapate pomade za hicho ndio kitu yani mtu mwanataka kitu cha ninyi wote mnawasho kuletea botio na kuletea kipima kompleto kwanza yako wewe
Kuna nilikuwa nataka niseme hivi, kajua wazee wetu wenzangu iko wamoja kwa wanaumwa, walikuwa nafanya majema masiku za mafete zinatoka, banaanza umwa wakuitia kwa mazoezi na bako hapo. Asalamu alaykum. Mimi wale tukani 10 mwaka 2024 kabisa tangu na hivi vitu kuna na tofauti kwa tunamwelekeo fulani, tunacheza mpira, tumesha nguvu zetu nyingi sana kwa president anajua idea hivi mama ishi sasa mbele kabla tegisho haijashuka hadi tunaviona ikipena hivi. Niko na furaha na zia president chezea kama bahati yako wewe, ni kitu kizuri sana kwa moto, tunaona kama mkono zamani kutoka hapo nenda vilimani jua president mtu, lakini hivi kushika mgongo jweli ajaribu kwa vizuri sana na kucheza mpira, tunaweza kuwashauri wazuri katikati yetu hapo kwa miguu na mpira kama kitu kizuri Salamu alaykum. Maneno natoa kusema hapo maneno makubwa sana. Yanasema kama zamani walikuwa wanajitahidi kujipiga wao kwa nguvu zao, lakini hivi wanaona kama pako tofauti. Bila tofauti haijafika. Tofauti ni nini? Kwa kusema tufike kwa kitu chochote kinaweza kufika, ni mwe kuonesha nguvu zenu, juhudi zenu. Lakini taka mtuoneshe ile motivation. Mimi hakuna kitu kinaweza kanifurahisha kama nione wewe wote kisi mko hapa kwa matimu makubwa. Hapana ya hapa. Objectif sio hapa. Objectif nataka ni waone msimame, mfanye sacrifice zenu, mjinyime, mtumike pako watu ni watakuja hapo kuja kuona. Mko wanawafuata na kila kitu. Nikiwa niko Ulaya, na wako Ulaya watakuwa wanawafuata yote, tutakuwa bila entraînement itakapo. Wacha kudanganya, waleta pale kitu gani? Tulete tu kama ongea yote.